Na mtazamaji wa televisheni Tumaini, tumsifu Yesu Kristo. Bila shaka hujambo na karibu katika kipindi hiki cha Ijue Liturujia kinachokujia kutoka hapa Tumaini Televisheni. Ipe nafsi yako tumaini. Tuliokuandalia ni pamoja na kipindi cha Kwaresma. Kipindi kilichopita tuliongelea habari ya Jumatano ya Majivu. Sasa tunaingia katika kipindi cha Kwaresma. Umehudhuria Kwaresma nyingi, lakini kwa nini leo tunakirudisha kipindi cha Kwaresma? Yapo mambo ambayo unahitaji kujifunza na kusiwe nami tangu mwanzo hadi tamati. Mimi naitwa Sister Salvina Makonde, lakini nipo na Padre Dr. Clement Kihio, katibu mtendaji wa idara ya liturujia Katoliki kutoka Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC. Karibu uwe nami tangu mwanzo hadi tamati. Baba Kihio, tumsifie Yesu Kristo. Mimi na habari za TV Tumaini. Nzuri kabisa. Habari za Kwaresma, Father? Kwaresma tuko katika mfungo. Umeanza mfungo Mfungo tumeanza. Ndio. Tunaendelea nao. Basi katika mfungo huo, Father, tunaomba utufungulie kipindi chetu kwa sala ili pia utuombee sisi pamoja na waamini hasa katika kipindi cha Kwaresma. Asante sana. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waumini wako, watie mapendo yako, peleka roho yako, vitaumba upya na nchi itageuka. Tuombe. Mungu uliyefundisha nyoyo za waumini, ukiwaletea mwanga wa Roho Mtakatifu, tunaomba tuongozwe na yule Roho, tupende yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Karibu sana Baba Kihio. Asante sana. Kipindi cha Kwaresma, si ndio tumeanza? Tumeshaanza. Tuko katikati. Ndio. Kwa hiyo hamna kula tangu asubuhi, hakuna kula wala kunywa maji. Mpaka saa ngapi? Mpaka saa 1 tunakunywa uji. Kupi ni kufunga saa hii kwa Wakatoliki? Ni vyema tukatambua Wakatoliki jinsi wanavyofunga. Sisi kufunga kwetu ni tofauti na wenzetu wanavyofunga. Sisi kufunga kwetu kuna maana yake kikanisa. Kufunga mara nyingi tunapoiongelea tunafikiria ni kuacha tu chakula au kujitesa, lakini vile vile ni lazima tujiulize kanisa linafundishaje kufunga. Fungo wetu ni tofauti, na saa nyingine watu wanasema labda Wakatoliki hamfungi nyinyi, lakini mfungo wetu ni mgumu kuliko mifungo mingine. Kwa sababu sharti la kufunga katika Katoliki ni kwamba kile unachojinyima ukitoe kwa ajili ya wahitaji. Hatumaanishi tu kwamba ujitese au ulundike ule baadaye mwisho wa mfungo au ubadilishe ratiba ya kula. Sisi Wakatoliki sio hivyo. Ndio maana unashauriwa kutokana na uwezo wako wa kimwili. Asubuhi kama unaweza kutopata chai asubuhi, usinywe chai asubuhi. Mchana usile chakula cha mchana, ule mlo mmoja wa jioni. Haimaanishi kwamba hujanywa chai, hujala mchana, lakini saa 12 unakunywa ile chai uliyoiacha asubuhi. Halafu saa 2 unakula kile chakula ambacho hujakila mchana. Unafanya malipizi. Halafu unaamka tena saa ngapi usiku unakula kile cha jioni. Maana yake wewe umesogeza ratiba, badala ya kula mchana unakuja kula jioni. Huo sio ufungaji wa Kikatoliki, hapana. Kama ushawahi kufanya hivyo, hujawahi kufunga. Au labda Mungu atapokea thawabu zako kwa sababu ulikuwa hujui. Lakini sasa jua nini maana ya kufunga Kikatoliki. Mkatoliki anafunga hivi kwamba kile ambacho umeamua hutakila hutakuja kukila wakati mwingine. Kwa hiyo kama asubuhi umeamua ufunge chai tu ya asubuhi, ile bajeti yote ya asubuhi utaitoa, itapelekwa, tunaita kampeni ile ya Kwaresma. Ikifika Ijumaa njia ya msalaba, utaenda utaweka ile bajeti kwenye kikapu kile kwa ajili ya maskini. Tunaita kampeni ya Kwaresma. Kama hukula chakula cha mchana, ile bajeti, ule ugali na nyama za mchana zile ambazo umeamua usile, ile bajeti kama ukuaga unakula shilingi 20,000 mchana, familia nzima mmeamua kutokula, ile bajeti ikawekwa kwenye kikapu cha maskini.
sio kubadilisha kwamba okay, basi nitakula jioni. Hapana. Ndio maana Wakatoliki hawana futari. Uji lakini wana hawana futari, wana uji. Wewe tena unavyoita, hatuna futari sisi. Sawa baba yangu. Yaani hakuna muda wa kwanza sasa ni muda nenda kufuturu, hakuna. Kisio utaratibu wetu, hakuna utaratibu wa kufuturu. Maana yake kile unachojinyima ushakitoa, hutakitumia tena. Kwa hiyo ndio maana inaitwa mfungo. Kwa hiyo ndio maana kama una mwili imara unaweza kufunga mchana na jioni. Kama huna uwezo, mwili wako ni dhaifu, asubuhi kama umezoea kunywa kikombe kimoja cha chai, unaweza kuambia basi kunywa nusu kikombe na nusu andazi. Alafu kile ambacho umejinyima lazima ukitoe. Na wanaoruhusiwa kufunga ni wale ambao wana afya njema. Kuanzia miaka 14 hadi 10 hadi miaka 60 na nadhani miaka 65. Okay, kumbe bado tunaweza kufunga. Tunaweza kufunga miaka hiyo. Hao wanalazimika kufunga miaka 14 hadi. Hao ambao wako chini ya miaka 14 watoto kanisa linaalika wafundishwe kufunga. Sio kwamba wafunge, wafundishwe kufanyaje? Kufunga. Hebu tuone kama unaweza funga. Fanya hivi. Kwa hiyo unamfundisha mtoto yule kufunga ambao wako chini ya miaka 14. Kuanzia miaka 65 na kuendelea mbele, wale ni watu wazima, wengine ni wazee, kuna sukari, kuna nini. Yeye ataangalia afya yake. Kama inamruhusu sawa, kama haimruhusu hafungwe. Lakini vile vile kuna wanawake wajawazito, hawa hawaruhusiwi kufunga. Hata kama ana afya njema haruhusiwi kufunga, au mama anayenyonyesha. Lazima aendelee kula ili mtoto apate maziwa mazuri yenye afya. Kwa hiyo unaona utaratibu huo. Kwa hiyo basi kumbe tunaendelea na kuelezea hivi ndio Kwaresma yenyewe katika kanisa Katoliki. Katika kipindi kilichopita tuliona maana ya neno Quadragesima, ambao ndio inatengeneza neno Kwaresma. Kwa hiyo neno Kwaresma inatokana na neno Quadragesima, maana yake ya 40. Maana yake ni safari ya siku 40 ya kufunga na kutafakari makuu ya Mungu. Tuliona vile vile katika kipindi kilichopita kwamba wenzetu Waingereza wanaita kipindi hiki Lent, maana yake kurefusha. Kwa hiyo ni kurefusha siku za mfungo, siku za tafakari kutoka siku moja na kuwa siku nyingi, kuwa siku 40. Vile vile Kwaresma inamaanisha hija. Ni hija kwa sababu hija ni safari. Pilgrimage ni hija ya siku 40 kutembea katika jangwa. Yesu alienda jangwani kwa siku 40, lakini kumbuka wana wa Israeli walikuwa na hija ya miaka 40 kule jangwani kuelekea katika nchi ya ahadi. Kwa hiyo ni hija. Kwa hiyo nasi tunaalikwa kuiga hiyo mfano wa miaka 40 ya wana wa Israeli, lakini vile vile mfano wa Kristo aliyefunga kwa siku 40 bila kuonja chochote. Kumbuka Kristo hakuonja chochote kwa siku 40. Hakukuwa na futari wala nini. Siku 40. Lakini yeye ni Mungu, ana uwezo wake. Tusije tukamjaribu Mungu na mimi nataka niige, maana nasikia kuna wengine walijaribu kuiga wakafia njiani. Tusije tukamjaribu Mungu. Kwa hiyo Kwaresma ni safari ya jangwani. Jangwa la kiroho, kutafakari tukimwelekea Kristo ambaye ametupa mfano wa kufunga kwa siku 40. Na safari hii ya hija Father, ndiyo, ya siku 40, kuna tofauti gani kati ya Agano la Kale na hili Agano Jipya? Agano la Kale sisi tuliona kwamba wao ni miaka 40. Miaka 40 ambayo ni kipindi cha sala, kipindi cha kujaribiwa jangwani. Kuna ambao walijaribiwa wakamtukana Mungu, wakasema kwa nini tumeletwa jangwani hapa? Si tungefia tu kule Misri, tulikuwa kando ya masufuria ya nyama, tulikuwa tunakula na nini. Yaani Mungu amekutoa katika utumwa, anakupeleka katika nani, unaanza kumkufuru. Kwa hiyo nasi siku hizi
tunajipa nafasi ya kutubu, ya kutafakari madhaifu yetu ni yapi, yale ambao saa nyingine tunamkufuru Mwenyezi Mungu. Amekupa watoto, amekupa mashamba, amekupa nini, lakini saa nyingine unamuasi. Unafikiri kwamba Mungu hana nguvu. Unafikiri kwamba wewe ni nguvu zako. Kwa hiyo ni kipindi cha kutafakari kwa kina nafasi yetu, kipindi cha kutengeza upweke. Yesu alipokuwa mpweke kule alijaribiwa, lakini alisimama imara. Kwa hiyo hata tunapomwa na njaa, unapokaa unaumwa na njaa, sasa mbona naumwa na njaa, lakini naumwa njaa kwa sababu nimefunga, kwa sababu ya Mungu. Sasa kweli Mungu ana nguvu. Bila yeye, bila utaratibu wake, ndio hivyo. Siku za kuomba. Kwa hiyo kuna mfanano lakini kuna tofauti. Wale ni miaka 40, sisi ni siku 40. Wale walijaribiwa na mambo mengi. Kuna walioshinda, wakina Joshua wakashinda, wakavusha. Kwa hiyo na sisi tunaalikwa tusishindwe, bali tushinde na kuvushwa kwa kumtegemea Kristo. Kwa hiyo Kwaresima ni wakati wa kuimarisha vigingi vyetu, imani yetu, kwa kuelekeza mioyo yetu kwa furaha katika ufalme wa mbinguni na kujitenga na mambo ya ulimwengu huu ambayo yanakinzana na mwelekeo wa kiroho, yanatuvuta katika mambo yasiyofaa, lakini tunayaacha yale yasiyofaa, tunamfuata Mwenyezi Mungu. Katika kipindi hiki tunaalikwa kugeuka, kama tulivyoanza na kipindi cha majivu. Kama majivu maana yake nini? Maana yake kulikuwa na kitu kizuri kikachomeka, kikawa jivu, kikaisha, kikageuka. Lakini katika majivu hayo inatokea rutuba, inageuza tena. Kwa hiyo na sisi tunaalikwa kugeuka, tuyachome yale ambayo hayafai na kumrudia yale magugu, tuyachome, tukubali tuchomeke, ili tuweze kuchipua upya na kuwa maisha yanayompendeza Mwenyezi Mungu zaidi. Naona maana ya Kikatoliki ya kipindi hiki cha Kwaresima, mabadiliko. Na mabadiliko hayo kama tulivyosema tunayapata katika kufunga chakula. Sio kwamba tusifunge, tufunge kweli chakula, uumwe na njaa, lakini kutafakari kwa hizo siku 40. Unaweza kujiuliza sasa, niwezeje kuadhimisha Kwaresima? Tumeshasema kuna kufunga, kuna kutafakari, lakini vile vile tutambue kwamba sio kujitesa tu. Kwaresima sio kujitesa tu, sio kuacha kula biskuti, sio kuacha kula pilau, bali maisha ya ndani, yaguse moyo wako. Na unapojinyima ukamwa na njaa, unasema naumwa na njaa kwa sababu kuna mwingine anayekufa na njaa kule. Kuna ambao wako vitani kule, kuna ambao wako jangwani. Lazima nao tuwasaidie. Kwa hiyo Kwaresima ina maana, inatuletea malezi ya kiroho, kama kwa jinsi ambavyo watakatifu waliishi. Labda mfano kama Mtakatifu Veronika, ambaye alikuwa anawapenda maskini, anachukua mikate anawapa maskini. Alafu baadaye akaja mume wake, fungua tuone, namaliza chakula, unapeleka wapi? Kwa hiyo Yesu kwa sababu alimthaminisha, alivyofungua ilitokea nini? Mawaridi. Kwa hiyo kumbe kipindi hiki kama alivyosema yule Veronika, yeye alikuwa anachukua. Sasa ujinyime wewe mwenyewe chakula chako, wape wenye njaa baadhi ya chakula chako hiki ambacho unajinyima kwa namna ya pekee. Kwa hiyo licha ya chakula tunaalikwa kujinyima mambo mengine, starehe nyingine. Kuna starehe za mitandao siku hizi, nakuta mtu anashinda kwenye simu anacheka tu, anacheka. Tujinyime hata hizo starehe za mitandao. Vinywaji tujinyime. Vile ambavyo unaona kwamba ungejinyima ukasaidia maskini, hebu jinyime. Kwa hiyo yale mazoea mabaya kipindi hiki ni kujaribu kuyaacha, si ndio? Mazoea mabaya ambayo yanakupa starehe, tujaribu
kuyaacha. Pesa nyingi unatumia kwenye vocha, lakini jirani yako hapo hajala siku 2. Hebu punguza bando kipindi hiki. Badala kwa bando la kucheka tu. Hebu hiyo hela ya bando kaitoe kwa ajili ya wahitaji. Sio kucheka tu kwa bando pale kuscroll. Kipindi hiki tunafungaje? Jaribu kuwa na wasaa kusoma neno la Mungu. Wakati wakuwa karibu na Biblia yako, soma kipindi hiki kinasemaje. Wanunue watu shajara mbalimbali na vipeperushi mbalimbali ambavyo Wakatoliki wameviandaa kwa ajili ya kututafakarisha, si ndio? Kutukumbusha nini maana ya kipindi hiki cha Kwaresma na tunapaswa kufanya nini. Jitahidi kuwa na upweke. Tunaposema upweke, ule muda wa kujitenga, kuwa na Mungu, kusali kidogo wewe mwenyewe, unapiga magoti, umetulia mwenyewe, au umekaa pale chumbani kwako unatafakari, au una rozari yako. Tunajua kwamba Yesu alijitenga mara kwa mara na watu, aende awe na muda wa faragha na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo na wewe tafuta faragha na Mwenyezi Mungu kipindi hiki cha Kwaresma. Sio muda tu wa kupokea tu na nini, kwa tafuta muda wa faragha. Kama tulishasema tena, kufunga, tunafunga sio vyakula tu, tujifunge kidogo kwenye TikTok, kwenye YouTube, kwenye Instagram, kwenye mtandao gani mwingine, kwa mingi mtandao mingi kweli. Mtandao mingi sana. Kwa hiyo lakini iliyo maarufu sana ni TikTok na YouTube. Kwa hivyo tuifunge kidogo hayo, tuwe na wasaa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Lakini Father, kutokana na tunavyofundishwa na kanisa kwamba tutoe kwa wahitaji. Walio wengi wanafikiri kwamba kutoa kwa yatima tu au kutoa kwa wagonjwa tu Muhimbili. Inawezekana pengine jirani yake pale ana mgonjwa, lakini yeye anafunga, anaweka vitu kwenye kapo, anasema naenda kutoa kwa watoto yatima. Sasa sijui nayo unaona imekaje, labda ungetufanyia kitu kidogo. Kama tunavyoambiwa kwamba Nabii anasema kufunga bila kujali maskini ni kupoteza pesa au ni kupoteza muda nini. Ni kwamba funga yetu tutaangalia kwenye jamii yetu, wale majirani zetu ambao ni jukumu la uendelevu, lakini vile vile kama tulivyosema, kipindi hiki tunajali wahitaji maalum. Ndio maana kuna ile tunaita kampeni ya Kwaresma, ambapo kuna yatima ambao wanaangaliwa na kanisa katika jumla yake. Baba Mtakatifu anaangalia zile nchi ambazo zina shida mayatima, maeneo magumu huko Sudani, sio wapi. Kuna watu wanaotuma kwenda kufanya utume huko, kuwajali hapa, kuwajengea shule na nini, kwa sababu ndio utume wa kanisa. Hao ndio maskini, wanapewa scholarship kama hizo na nini, ndio kanisa. Kwa hiyo pamoja na yule jirani pale unayempa na nini, lakini vile vile unaangalia kanisa katika ujumla wake, utume wa jumla wa kanisa. Tuna nyumba za watawa ambazo wanahitaji kulea wanovisi. Hawana uwezo wa kumlea mnovisi mpaka awe sister. Ni kazi ngumu. Hapo masista wakishapata kuwa masista, wanaenda kuhudumia jamii pale na pale. Kwa hiyo yote hayo ni hiyo kazi maalum, kwa ni mfungo maalum na kutoa mchango maalum kwa ajili ya huo utume maalum wa maskini. Kipindi hiki vile vile cha Kwaresma, kipindi cha kuungama, kutubu, kwenda kuungama. Tunatafakari ni kitu gani katika moyo wangu mimi kinanitatiza mbele ya Mwenyezi Mungu, na kilema gani mbele ya Mwenyezi Mungu. Unapiga magoti, unaungama dhambi zako na unaomba ondoleo la dhambi. Kwa hiyo ni kipindi cha kujiachilia. Baba, hapo labda unaonaje, ungetukumbusha kwa watazamaji kwamba hatua zile kwa ufupi tu, kwa mpaka mtu anafikia kwenye kuungama. Zipo, ukienda kwenye misale yako ile ya waamini, unajua jinsi ya kujitayarisha. Kuna kutafuta dhambi na nini mpaka ufikie. Lakini kitu cha msingi kwa kipindi hiki cha Kwaresma, tuombe mapadre waweke ratiba ya kitubio ili watu waweze kupata hiyo nafasi. Maana saa nyingine mtu anakuja siku ya Dominika, kuna misa ya kwanza, ya pili, ya tatu, padre yuko peke yake, hawezi kuungana. Kwa hiyo kukiwa na siku za katikati zile zitasaidia watu, kila mtu apate nafasi ya kufanya kitubio. Kwa hiyo tujitahidi kama mapadre
maparokiani tuweke hizo ratiba ili tuwasaidie. Tuwe watu wa ibada. Ibada kipindi hiki ni cha kusali kabisa. Hakikisha kwamba unahudhuria vile vipindi maalum kama ulivyohudhuria Jumatano ya Majivu. Hakikisha kwamba itakuja kuna Alhamisi Kuu, kuna Ijumaa Kuu, kuna usiku. Vipindi vyote hivi ni muhimu sana, na zile Dominika zote za Kwaresma, kila Dominika ina mada yake muhimu. Ni vizuri ukahudhuria ibada hizo na ukapata tafakari. Ni kweli Father, hata wapo Wakristo ambao Dominika hata inapita wala haangaiki kwenda kanisani. Na ukimuuliza anakuambia sijasali sister. Na labda nao wape msisitizo kwamba kwa kipindi hiki kwamba tusifanye hivi, maana ni Dominika ni amri ya Mungu, ni amri ya kanisa. Ndio. Maana unabaki pale nyumbani lakini huna ambacho unakifanya. Muda unapita tu, kuna chochote ambacho umekifanya. Kwa hiyo tujitahidi kuwa wacha Mungu kipindi hiki cha Kwaresma. Tuongeze nidhamu za kiroho katika kutenda kazi katika kipindi hiki. Pale ulipo, weka bidii katika kazi yako. Vile vile fikiria kipindi hiki ni kama kipindi cha tunasema kipindi cha majaribio, cha kujaribiwa. Yesu alijaribiwa kule jangwani hizo siku, akaambiwa jitupe chini kama wewe ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo kuna mtu ambaye anakuambia fanya hivi ili tukuone kwamba wewe Mkatoliki. Mwambie hiyo hapana, sifanyi ili kwa ajili ya kujionyesha mimi ni Mkatoliki. Inatosha. Watu wanadanganywa katika Ukatoliki wao, wafanye kitu fulani ili waonekane Katoliki. Usidanganywe, usijitupe chini. Usema msitende neno lolote kwa ajili ya kujadiliana. Mtu anakuambia nisujudie, nitakupa milki yote hii. Watu wanapewa hela. Napewa hela ili kujionyesha kwamba wewe ni nani. Kwa nini? Usikubali kumsujudia mtu kwa ajili ya kupata kitu fulani ili akupe milki. Milki yote, ulimwengu wote ni mali ya Mungu. Tuendelee kurarua mioyo yetu na si mavazi yetu. Kwa hiyo kwa ujumla kipindi hiki cha Kwaresma ni kipindi cha toba, kipindi cha kuungana, kipindi cha kufunga chakula. Sio kipindi cha kubadilisha ratiba ya chakula. Ni kipindi cha kufunga kweli. Kama hujala, imaanisha kwamba hujala. Kama hujala mchana, hatusije tukakuona saa 12 unakunywa ile chai ya mchana ya asubuhi, alafu saa 2 unakula, alafu unaamka usiku. Hakuna Mkristo anayeruhusiwa kuamka usiku saa 10 kula. Hapana. Basi tuwatakie kila jema na maandalizi mema haya ya kipindi hiki cha Kwaresma, tukiandaa ujio au ufufuko wa Kristo siku ya Pasaka. Kwa na sisi tunafufuka pamoja na Kristo. Amen. Basi baki hiyo, karibu tufunge kipindi chetu kwa sala. Asante. Tunakimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu. Usitunyime tukiomba katika shida zetu. Utuokoe siku zote kila tuingiapo hatarini. Ee Bikira mtukufu uliyebarikiwa. Amina. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumtukuze Bwana. Tumshukuru Mungu. Mtazamaji, kila chenye mwanzo kina mwisho. Kipindi ni kizuri, lakini basi muda hautoshi. So ni kushukuru sana kwa kuwa nami tangu mwanzo hadi tamati. Shukrani kwako kaka Simon Peter kwa mambo mazuri unayotengenezea hapo nyuma ya kamera. Mimi ni Sister Salvina Makonde, lakini pamoja nami nilikuwa na Padre Dr. Clement Kihio. Huyu ni katibu mtendaji wa idara ya liturujia kutoka Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Sina la ziada mpaka wakati mwingine. Endelea kufuatilia vipindi vya Tumaini Television.